Nawapongeza kwa sababu mmepata majukumu mapya. Lakini niseme kwa ufupi sana. Nendeni mkazingatie viapo vyenu. Mmeapa viapo vya maadili na viapo vingine mlivyofanya hapa, mkavizingatie. Mimi saa nyingine nasikitikaga sana unapowaona watu uliowaapisha na kuwateua na kuwaamini kwa niaba ya Watanzania wanapoenda kule hawafanyi kadiri ya viapo walivyo navyo. Mtakumbuka hivi karibuni Arusha ilibidi nitengue uteuzi wa wote niliokuwa nimewateua kuanzia RC, mkurugenzi wa mji pamoja na DC. Ni kwa sababu katika kipindi karibu miaka miwili walikuwa wanagombana tu. Kila mmoja ni bosi, kila mmoja anatengeneza mizengo ya mwenzake. Sikufurahishwa. Walifanya kazi zao, lakini waliniudhi wao kutokushirikiana na kufanya yale ambayo nimewaagiza. Sasa nimewateua ninyi, sitaki akajitokeze hizo. Wewe ulikuwa mkuu wa wilaya ya Nkasi, baadaye ukaenda Monduli, na leo umekuwa mkuu wa mkoa. Wewe Bakari ulikuwa mtangazaji, umetangaza kweli, sauti nzuri tofauti na mwili wako. Na wakati nakuteua nafikiri ulikuwa ofisi ya Dodoma. Umetimiza kazi yako katika utangazaji, sasa tunataka ukatangaze sera za serikali. Wewe Kenan umekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana, ulishiriki kukimbiza mwenge Tanzania nzima, unaifahamu Tanzania nzima. Kwa hiyo ni matumaini yangu Arusha haitaenda kukushinda. Wewe Barele ni assistant commissioner wa polisi. Umefanya kazi zako jeshi la polisi, na uhakika hutashindwa kwenda kufanya kazi kule Monduli. Wewe Pima umekuwa mkurugenzi pale Kaliua. Palikuwa na changamoto nyingi, najua ulizisimamia kwa uadilifu. Sasa kaendelee kasimamia uadilifu huo huo kule Arusha. Na wewe nani? Mwaga ni majina ya Kigogo, unajua, ndio maana sikutaka kulitamka sana. Umefanya kazi zako vizuri kwenye wizara ya TAMISEMI. Nina matumaini makubwa kwamba utakwenda kufanya kazi zako vizuri kule Kaliua. Kwa hiyo ninachowaomba, kafanyeni kazi, na ikiwezekana mkalizike na mlicho nacho, kwa sababu tatizo lingine la vijana, unapompa nafasi wana tendency ya kutokulizika na hizo nafasi. Wanashindwa kuelewa miaka bado ipo mingi sana. Sasa mkalizike na kazi mlionayo, mkawatumikie wa Tanzania. Ninawaamini vijana, ninawaamini wazee, ninawaamini wakina mama, ninawaamini everybody. Kikubwa mkafanye kazi zenu mlizopangwa. Na kwa sababu RPC yuko hapa, IGP yuko hapa, na mtu wa TAKUKURU yuko hapa, mkawaonye watendaji wenu walioko Arusha wakafanye kazi nilizowatuma, wasifanye kazi ambazo sikuwatuma. Nao leo nilikuwa ni watoi. RPC pamoja na mkuu wa TAKUKURU wa Arusha. Lakini nimeona niwaonye hapa hapa. Nimeamua kuwasamehe.
lakini sijawasamehe moja kwa moja. Wakifanya kosa lolote wataondoka. Nataka wakafanye kazi nilizowatuma, sio kazi wanazojituma wao. Najua mtawafikishia salamu. Nimejitahidi sana kuwasamehe, kwa sababu haiwezekani ukawa umewatuma watu kwenda kufanya kazi za serikali, wanakwenda kufanya shughuli zao. Ninyi mnafahamu shughuli walizokuwa wanazifanya, hasa katika kipindi hiki kifupi. Kwa hiyo RC Arusha, kawafikishie ujumbe, wafanye kazi walizotumwa kulingana na mamlaka yao, wasimamie sheria, wasimamie maadili yao. Na kwa Arusha, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe ni jirani, Monduli na Arusha unaifahamu vizuri. Kasimamie migogoro ya pale. Kuna migogoro mingine ilikuwa inatengenezwa kwa makusudi. Nitoe mfano. Palikuwa na mgogoro wa kanisa na shule. Pana maamuzi ambayo hayakuwa ya kweli, kwamba itafutwe eneo ili jiji likalipe compensation ya milioni 400 ili wapatiwe wale kwa ajili ya kujenga shule. Uamuzi ule nilishaumaliza zamani, kwamba wakitaka eneo wajenge gorofa kwenye shule yao. Jiji haliwezi likaingia compensation ya kulipa kwa kutafuta maeneo mengine. Palikuwa na mgogoro pale kwa Waislamu msikiti. Eneo lao ni mita za mraba 10,495. Na eneo la road reserve la open space ni mita 4,165. Kuna kiongozi mmoja alikuwa na wahubiri, ndugu zetu Waislamu, ombeni na hili eneo la open space. Mkurugenzi alipokataa, ikawa mkurugenzi amekataa kutoa eneo. Ni kuchonganisha uongozi wa mkurugenzi na ndugu zetu Waislamu, swala ambalo linajulikana siku zote. Open space inabaki kuwa open space, huwezi ukaibadilisha. Na bahati nzuri swala hili lilianza tangu enzi ya utawala wa Mwinyi. Mzee Mwinyi akakataa. Likaletwa chini ya utawala wa Mkapa. Mzee Mkapa akakataa. Likaletwa chini ya utawala wa Mzee Kikwete, akajibu kwa maandishi mwaka 2011, akakataa. Sasa bado linarudishwa tu. Tukijenga element za kugawa open space, hata Azania Front wataomba open space iliyopo pale posta ya zamani. Kila mmoja ataanza kuomba open space. Hatutakuwa na open space katika majiji yetu. Kwa hiyo msimamo ni ule ule ambao uliwekwa na viongozi walionitangulia. Ila panapotokea shughuli, kwa mfano Maulid na kadhalika, ile open space inatumika bure. Watu wanakaa pale wanaswali. Lakini ilikuwa inatumika kwa ajili ya kukodishia magari yanayopaki pale. Lakini tatizo lile limeletelezwa na mkuu wa mkoa. Anazungumza hivi huku, anazungumza hivi huku. Lengo ni kuonekana kwamba yeye ni mzuri sana. Kila mmoja anatoa ahadi. Tusitoe ahadi ambazo haziwezekani. Ni lazima tusimamie sheria. Ninalizungumza hili mkuu wa mkoa, ili usiingie pale ukaingia kwenye matatizo. Au DC ukaenda na ukaingia hivyo hivyo. Au mkurugenzi pima na ukaenda hivyo hivyo. Na kwako mkurugenzi, kaa tu. Nataka ukienda kule, ile stendi iliyopangwa kujengwa, sasa hiyo issue ya stendi ikaishe. Kwa sababu palikuwa na mvutano, mara stendi inajengwa huku, mara inajengwa huku, mara wanang'ang'ania ikajengwe kwenye ofisi ya CCM. Ile stendi ni ya Watanzania wote.
ni lazima ikajengwe karibu na ile diversion road. Tumejenga ile diversion road bypass kwa ajili ya kupunguza msongamano katika jiji la Arusha. Sasa uwezo ukajenga tena stand ukaenda ukapeleka katikati ya jiji la Arusha. It is impossible. Hata kama kile kiwanja ni cha CCM. Mimi ni mwana CCM. Lakini hatuwezi tukafanya mambo ambayo yako nje na utaratibu. Sasa mkayasimamie haya. Wamekaa wanabishana, wamecheleweshea wananchi wa Arusha kupata stendi nzuri kama ambazo zinajengwa kwenye miji mingine. Ndio maana nimesema viongozi hao wapumzike kwanza. Sasa kama wanakwenda kubishana, wakabishanie huko uraiani. Lakini ndani ya serikali ninayoiongoza hapana. Na hili liwe fundisho kwa viongozi nao wateua. Ni lazima mkajenge elementi za kuvumiliana. Kama ni kubishana na kugombana, kagombana mke wako na watoto wako. Lakini ndani ya serikali hapana. Ni lazima tujifunze kuzingatia sheria na maadili na viapo vyetu tunavyoviapa. Kwa hiyo ni matumaini yangu ninyi mlioteuliwa wapya mtakwenda kutimiza wajibu wenu. Mkashirikiana na viongozi mtakao wakuta kule. Madasi, madisi wenzenu, makatibu maofisa tarafa, watendaji wa kata, wa mitaa, ili tusukume maendeleo eneo letu. Arusha tumepeleka miradi mingi mno. Na wana Arusha wanafahamu. Mkaisimamie hiyo. Ndugu zangu, mimi nilifikiri nichomeke hili kwa sababu kwenye siasa yanazungumzwa mengi. Lakini niendelee kutoa wito kwa viongozi nao wateua. Wajifunze pia kuridhika na nafasi walizonazo. Nitamshangaa sana IGP kama atakaa tu baba, kama ataondoka hapa aenda akagombee Bunda kwa sababu yeye anatoka Bunda. Akawa anaomba ubunge akitegemea nitamteua kuwa waziri. Kwa sababu ningemtaka kuwa waziri, si ningemteua tu kwenye nafasi za wabunge alafu nikamteua waziri. Lakini nilimteua yeye akawe ya IGP wa Tanzania nzima. Sasa akiondoka hapa anaenda Bunda, anasema anaenda kugombea, na saa nyingine akaseme kwamba nitamteua kuwa waziri. Kwanza hana uhakika kama atashinda kwenye kura za maoni, na inawezekana naweza akashinda bado nikamfuta. Na itatokana na siku hiyo nimeamkaje. Kwa sababu CCM tumeshawahi kuteua mtu ambaye wala hakuwa wa kwanza. Nafikiri ni Ndumbaru, naibu waziri wa foreign. Alikuwa sio kama watatu, wanne. Alikuwa wanne kwa washindi kwenye kura za maoni. Wa kwanza tukamtia cross, wa pili tukamtia cross, wa tatu tukamtia cross, tukamchagua yeye wanne. Sasa watu hawaelewi historia. Nitamshangaa CDF ajiandae hapa aenda akagombee Busega kwa Chegeni akawe mbunge akitegemea nitamteua kuwa waziri wa ulinzi. Ndio maana nasema saa nyingine ni kuridhika. Hamwezi ukawa na kila kitu. Lakini demokrasia iko huru. Kama una uhakika kabisa kwamba ukienda kura utashinda tu, basi nenda. Nenda tena, nenda kwa spidi kubwa. Lakini mimi nafikiri saa nyingine ni kuridhika. Kila mahali unaweza ukafanya maajabu katika position yako. Otherwise huwezi ukawa na kila kitu. Inawezekana huwezi ukawa na kila kitu. Ninafahamu wewe Pima ulikuwa kwenye mawazo ya kwenda kumtoa Msukuma kuli. Sina uhakika. Lakini nikasema ngoja nikuteue huku
ili kusudi ukitaka kwenda nenda. Bahati nzuri nafahamu wengi lakini ninachotaka kusema siwazuii kwenda kugombea, ni demokrasi. Lakini niwaombe pia mfikirie zaidi kwamba kama una jukumu lako kubwa ambalo unalifanya vizuri na watu wamekuamini, basi litumikie kwanza hilo hata mpaka ulimalize. Inasaidia kwa sababu lengo kubwa sisi ni kujenga Tanzania, na kila mmoja anaweza akaweza mahali popote. Nitakushangaa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, uwe na wewe una mpango wa kwenda Monduli kugombea ubunge. Lakini ndio demokrasia. Ndio demokrasia kwamba lakini najua tuna viongozi wengi wazuri, wachapakazi, wanajitahidi katika maeneo yao. Niwaombe na ninyi mkaige mfano huo, mkachape kazi kwa ajili ya kutatua kero za Watanzania. Na hicho ndicho tulichoahidi. Mheshimiwa Waziri na ndugu viongozi, nilikuwa nachomekea tu kidogo kidogo, lakini ninawapongeza sana kwa kuchaguliwa kwenu. Nendeni mkachape kazi, mkashirikiane na Watanzania wote, mkatatue kero zao, ili kero zile zinazowakabili wananchi katika maeneo yenu mkazimalize. Na hili ndio tunalolihitaji. Mkamtangulize pia Mungu katika kazi zenu. Nina uhakika mtaweza katika kufanya hayo. Basi Mungu awabariki sana. Ninawashukuru sana. Asanteni sana.